atubu ilayhi min jami'il athami wal muharramat, na kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu na kurejea kwake Mwenyezi Mungu kutokana na madhambi ya aina zote na mambo yote ya haramu. Huu ndio mwanzo wa hutuba, lakini pia kuna shahada ya kushuhudilia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa ukweli illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, na Mungu ndiye anastahili kuabudiwa ibada ya ukweli, na miungu mingine yote inayoabudiwa inaabudiwa ibada ya uongo, sio ibada ya kweli. Anayeabudiwa ibada ya ukweli ni Allah peke yake, naye Mungu hataki kushirikishwa katika ibada zake. Lakini pia kuna shahada ya kushuhudilia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mmoja katika mitume yake, naye ni abduhu wa rasuluhu, ni mja wake tena ni mjumbe wake, naye ndiye mtume wa mwisho na wala hatotokea mtume mwingine baada yake. Baada ya utangulizi huo, mwenye kuhutubu atatuagiza ya kusema ya ibadallah ittaqullaha watubu ilayhi, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu na kisha mrejee kwake. Kumcha Mungu ni kitu kingine na kurejea kwa Mwenyezi Mungu ni kitu kingine, japo vyote hivyo ni dini, lakini kila kimoja kina nafasi yake. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin, mkifanya hivyo Mwenyezi Mungu atawasamehe dhambi zenu na kisha atawaingiza peponi. Huko kwenye pepo kuna mambo mbalimbali ya starehe nyingi sana, wala huwezi ukazizungumza ukazimaliza starehe za peponi, lakini mwenyewe anasema jannati tajri min tahtiha al-anhar. Pepo yenyewe bwana, majumba ni ya ghorofa, lakini chini ya majumba yale kunapita mito. Mito hiyo mito ya asali, kuna mito ya maji, kuna mito ya maziwa, kuna mito ya shabati, kuna mito ya juisi, yani mito imekuwa ni mingi ya vinywaji vya kila aina. Wa masakina tayyibatan, alafu na makazi mazuri. Ukisema masakina tayyiba, makazi mazuri, maana yake ni kwamba nyumba za kuishi watu wa peponi zitakuwa hazina mfano kwa uzuri wake. Huwezi ukazisema kwamba eti kama nyumba ya fulani, kama nyumba ya fulani, haifanani hata kidogo. Mwenyewe Mwenyezi Mungu kasema masakina tayyibatan, makazi mazuri, fi jannati adini, kwenye pepo ya Aden. Dhalika alfawzul adhim, hayo ndio mafanikio makubwa, hayo ndio mafanikio makubwa, ni mtu kupata nafasi ya kuingia peponi. Nafasi hii ni nyeti mno, si wengi watakaobahatika kwenda peponi. Kundi la watu wa kwenda peponi ni wachache, kundi la watu watoka kwenda motoni ndio wengi. Na Mungu atuafikishe na sisi tuwemo miongoni mwa wale ambao wataingia peponi. Mwenye kuhutubu atatukumbusha ni kwamba istighfari taghsilu dhunub, istighfari inamuosha mtu kumtoa kwenye dhambi. Ile kusema astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi, astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi, neno hili ukikiri ndani ya moyo kwamba wewe kweli umekosa kwa Mwenyezi Mungu na sasa unamuomba msamaha, Mwenyezi Mungu anakusamehe na kisha anakusafisha, anakuosha kutokana na dhambi iliyotokea.
waturdi llaha taala, lakini pia istighfari inamridhisha Mwenyezi Mungu Taala. Mungu anaridhia, Mungu anakuwa radhi na wewe. Radhi ni alama ya upendo, kwamba Mwenyezi Mungu sasa anakupenda kwa sababu wewe umejipendekeza kwa Mungu. Faman taba wa amana wa amila amalan saliha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha yuhibbu tawwabin. Mtu ambaye ametubu, kwa maana ya kwamba ameachana na maovu, wa amila salihan, na ikisha akatenda matendo mazuri. Na hapa kuna kitu kimeondoshwa, kuna mahdhufi hapa, wa amila amalan salihan, ameondoshwa kitu chenyewe ndio muhimu. Wa amila amala, na mtu akatenda kitendo hiki ni chema. Aliyetenda kitendo chema, fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yatubu alaihi, Mungu anamkubalia toba mtu huyo. Lakini baada ya kwanza ulete istighfari, urejee kwa Mungu. Ukisharejea kwa Mungu, sasa Mungu mwenyewe anapokea toba yako. Inna Allaha yuhibbu tawwabin, hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubu. Mungu anawapenda tawwabin. Kuna maneno mengine kule akasema yuhibbu almutatahhirin, Mungu anawapenda pia wale wenye kujisafisha, watu wasafi. Mungu anawapenda, sio usafi wa nguo tu, usafi wa kila kitu, mpaka tabia iwe safi, maneno yako yawe safi, na vitendo vyako viwe safi. Yuhibbu almutatahhirin. Haiwezekani kwamba tumevaa nguo safi lakini matendo yako machafu. Haiwezekani, ni ngumu kukubalika wewe mtu kama wewe. Lakini uwe umevaa nguo safi alafu na vitendo vyako safi, lakini kauli zako pia safi, wewe ndio mtu Mungu anasema yuhibbu almutatahhirin. Mungu anawapenda wale wenye kujitahirisha. Mwenye kuhutubu ataendelea kutukumbusha, hafidhu ala awamiri llah wa nawahihi wala ta'taddu hududallah, chungeni sana amri za Mwenyezi Mungu, wa nawahihi, na makatazo yake. Katika maisha ya mwanadamu kuna vitu viwili, moja ni amri, lakini cha pili ni katazo, kwamba amri unatakiwa ufanye, nahi unatakiwa uache. Kuna vitu sisi tumeambiwa tuvifanye, kama hiyo toba ni jambo la kufanya, kuna swala, kuna hija, kuna kadha wa kadha, kuna birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi, ni mambo ya kufanyika haya. Lakini kuna kukagua wagonjwa na mengine mengi tu ya kufanya. Lakini kuna wanawahihi na makatazo. Makatazo nayo ni mengi, tumekatazwa mambo mabaya ya aina zote, tuachane nayo. Lakini mbele akasema wala ta'tadu hududallah, la wala msivuke mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu maana yake ni wewe kutumbukia kwenye tatizo la maasi. Kuna maasi yapo na umeyaona na umeyajua, alafu ukaingia kwenye maasi hayo, wewe umevuka mipaka. Hili jambo la kuvuka mipaka halitakiwi. Pale unaposikia kwamba kitu hiki ni haramu, kiache. Ukisikia kitu hiki ni makruhi, kiache. Fanya yale ambayo si haramu, fanya yale ambayo si makruhi, ndio unaishi ndani ya Uislamu. Uislamu wako usiwe ni Waislamu wa jina, halafu matendo yako si ya Uislamu. Fatakau fil adhabil alim, mtakuja kutumbukia kwenye adhabu ngumu yenye kuumiza.
Agizo hili linatupasa tulizingatie, ni kwamba tushikamane sana na amri za Mwenyezi Mungu kwenye utekelezaji, alafu pia tukumbuke mara zote kwenye upande wa makatazo, kila ulichokisikia na kukijua hiki kimekatazwa, jitahidi kukaa nacho mbali kitu hicho. Kwenye hutuba hii kuna hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Hadithi hii inatufunza kuhusu toba. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, tubu ila Allah, tubieni kwa Mwenyezi Mungu, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin 100 marra, hakika mimi natubu kwa Mwenyezi Mungu kwa siku moja mara 100 kwa siku. Sisi tunafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu safi aliyesamehewa na Mwenyezi Mungu madhambi yake yote yaliyopita na yaliyoko mbele yake. Mungu kasamehe yote. Kwa maana hiyo Mtume hana kosa, lakini bado pamoja na kuwa hana kosa, yeye mwenyewe anasema, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin 100 marra, kila siku mimi natubu kwa Mwenyezi Mungu mara 100. Ikiwa mtu asiyekuwa na dhambi kama huyu anatubu kwa Mwenyezi Mungu mara 100, sisi wenye dhambi tunatakiwa tutubu mara ngapi? Maana dhambi zetu sisi hazihesabiki, ni nyingi. Ukifungua tu mlango wa nyumba yako ukatoka nje, tayari unaanza kukutana nayo. Ukifungua simu yako tayari unakutana nayo. Ukifungua TV yako utakutana nayo. Ni mengi kweli kweli yametuzunguka. Kwa maana hii tunatakiwa toba yetu kwa Mwenyezi Mungu isiwe tena 100 marra, iwe zaidi ya 100 marra. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyasema maneno haya ana maana ya kutufunza kwamba sisi tuwe karibu sana na toba na wala tusiwe mbali, kwa sababu mauti yetu hatuyajui yanakuja lini. Mauti yetu hatujui yanakuja saa ngapi, yanakuja dakika gani, hakuna mtu anayejua, ni Rahmani peke yake ndo anajua. Sasa basi kukaa mkao wa toba ndio mkao hasa unaotakiwa. Kila wakati ujijue kwamba baada ya sekunde 20 nitakufa. Ujijue hivyo. Kila baada ya sekunde kadha hapa mimi nitakufa. Ujijue hivyo. Ukijijua hivyo wewe hutofanya kosa, kwa sababu unajua kwamba kwa dakika hii ya mbele hapa mimi nitakufa. Je, nikifa na kosa hili inakuwaje? Naenda kueleza nini huko kwa Mwenyezi Mungu? Kwa hali hiyo utakuwa wewe umeingia katika lile kundi la watu almuqarrabin, watu wale wenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Taala. Waislamu, mwezi wa mfungo 5 ndio mwezi ulioanza kumpatia maradhi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maradhi yake Mtume yalianza mwezi wa mfungo 5. Yale maradhi yake ambayo ameishi nayo mpaka amekufa yalianza mwezi wa mfungo 5, na kifo chake kilitokea mwezi wa mfungo 6. Lakini mfungo 5 huu una matukio mengi yasiokuwa mazuri, yenye kuteza nguvu watu, yenye kuwafanya watu waishi katika maisha magumu. Ni mwezi wa mfungo 5. Una balaa 99, mabalaa 99 yamo ndani ya mwezi huu wa mfungo 5, alafu ile ya 100 ndio imegaiwa katika miezi mingine yote iliyobaki. Haya ni maelekezo au ni maneno tunayoambiwa na walimu wetu na mashehe zetu, na usije ukaleta ule ubishi wa kikawaida kwamba mwezi si mwezi tu, mfungo 5 ni mwezi, mfungo 6 ni mwezi, mfungo 7 ni mwezi, mfungo 8 ni mwezi, na miezi yote ni miezi tu. Hakuna mwezi mkubwa wala mdogo wala wenye balaa.
ni sawa hivyo unavyosema, lakini ukumbuke kitu kimoja, hata watu hawawi sawa. Hata hiyo miezi basi pia nayo haiwi sawa, basi hata miaka pia nayo haiwi sawa, hata nchi hizi haiwi sawa. Lakini hata mabara, kuna mabara 7 katika dunia, lakini mabara yote hayawi sawa. Kila kitu Mungu kakiweka kwa kiasi chake na utukufu wake na uzuri wake na ubaya wake. Mipango hiyo yote ni ya Mungu. Kumfanya simba aishi porini alafu wewe ukaishi mjini, hii ni mipango yake Mwenyezi Mungu. Lakini ingelikuwa wewe unaishi porini alafu simba ndo akae mjini, lakini Mungu hakupanga hivyo. Mungu kapanga tofauti. Mungu ana mipango mingi. Basi insha Allah mwezi wa mfungo 5 ni mwezi wa kuangaliwa sana, ni mwezi wa kumwomba Mungu sana atuepushe nayo mabalaa makubwa na madogo ya usiku na mchana. Waislamu, muridi, wiki moja iliyopita tulipata msiba, lakini msiba ule ni mzito, ni mkubwa kwetu sisi kama muridi wa tarika hii ya Kadiria. Aliyefariki ni mzee wetu